Msikilizaji wangu na mfuatiliaji wangu unayetufuatilia katika vipindi vyetu vya mitandao yetu ya kijamii, YouTube, Facebook, Instagram na TikTok. Ninapenda nichukue nafasi hii kukukaribisha tena katika kipindi kizuri ambacho leo tunaanza rasmi. Tutakuwa na vipindi vyenye mwendelezo wa mafundisho ya neno la Mungu kutoka katika ofisi ya mchungaji ndani ya kanisa la Mlima Horebu, Mbezi, Ruisi, kibanda cha mkaa. Mbele yako ni mtumishi wa Mungu ninayetambulika kwa jina la mchungaji na mwalimu Samuel Joshua Sanga. Nami ninakupenda, ninakukaribisha sana. Ninaamini kuna vitu vingi sana ambavyo vitakujenga, vitakuvusha kwa kadri ya neema ya ufahamu na Roho Mtakatifu ameweka ndani yangu ili kukusaidia mtu mmoja unayenifuatilia. Nami ninapenda kufungua kipindi hiki kwa sala. Ninakukaribisha majira haya tuweze kushiriki dua yetu na sala hii pamoja. Baba Mungu mtakatifu, Mungu wa wokovu wangu, asante kwa kuwa wewe ni Mungu tupendaye, uliyetupa majira na nyakati mbalimbali, na ndani yake ukaweka aina ya maisha. Ni saa nyingine tunayosimama katika madhabahu hii ya Injili, na watoto wako Bwana ukapate kuwapa neema ya kuelewa na kusikia. Lakini naomba ukawajalie wale Mungu wanaonifuatilia kupata msaada juu ya hii elimu ya mbinguni uliyoiweka ndani yangu kuweza kushare nao. Nami ninajua Mungu huwa unalituma neno lako na kutuponya na kutuokoa kutoka katika maangamizi na vifungo vya yule mwovu. Ninafungua kipindi hiki katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ninakupenda sana. Nashukuru Mungu kwa sababu ametupa nafasi ya kuwa na uwanja mpana tena wa kuweza kuwa tuna muda wa kushare maneno ya Mungu nje ya madhabahu ya kanisa, lakini tukawa na madhabahu ndani ya ofisi. Na Mungu ameweka neema kubwa ndani yangu ya kuweza kukujenga, kuzijua siri za ufalme wa Mungu na kile ambacho Mungu anakuwazia katika maisha yako. Jambo moja ambalo nataka ulifahamu ni hili. Maandiko yanasema mawazo Mungu anayotuwazia ni mawazo ya amani, tena kutupa tumaini hata katika nyakati zetu za mwisho. Tafsiri nyingine anasema mpango niliokuwekea kwenye maisha yako ni mpango wa mafanikio. Kwa ile kwamba unapita katika mazingira magumu sana, haina maana kwamba Mungu amekuacha au amenyamaza. Nipo hapa kukujenga na kukutia moyo. Na siku ya leo nina kipindi changu kifupi, na nitakuwa nina somo ambalo litaenda kumjenga mtu mmoja ambaye ananifuatilia, na ninaamini litakusaidia sana kukuvusha kwenda hatua moja au nyingine. Somo langu la leo lina kichwa kinachosema ujihadhari, si kila aina ya zawadi unayopewa ina mema ndani yake. Narudia, ujihadhari, si kila aina ya zawadi unayopewa kutoka kwa mtu ina nia njema ndani yake. Kwa lugha nyingine, unapaswa kuwa na umakini wa kupokea zawadi au chochote kile unachopewa na mtu. Haijalishi huyo mtu ni wa karibu sana na wewe, ni ndugu na wewe, ni jirani na wewe. Lakini kumbuka neno moja, maandiko pia yanasema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Sipo kukuonyesha kwamba wote ni wabaya, lakini nataka nikupe angalizo. Ni rahisi sana adui kuweza kupitisha uharibifu kwenye kitu ambacho kwako si rahisi sana kutambua kwamba kwa njia hii
kuna hila ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Nami ninapenda nianze na andiko hili kutoka kitabu cha Mathayo ile sura ya 6 na ule mstari wa 21, na nukuu: kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Maneno haya ni maneno kutoka kitabu cha Injili, kwenye zile Injili 4, Injili ya Mathayo, na maneno haya yalikuwa yanaelezea juu ya hazina ambayo mtu anaiweka mahali. Na ukiangalia kule juu unaona mkazo wa Yesu ulikuwa ni jinsi ya kuwekeza mbinguni. Lakini tumependa tuchukue huu mstari mmoja angalau kuweza kuangalia katika mfumo wa maisha ya kila siku, kwa sababu neno la Mungu ni mwongozo, ni taa inayotupa hatua za kuishi, hatua za kwenda, hatua za kukanyaga katika maisha tunayoishi kila siku. Sasa nini ambacho ninatamani mimi na wewe tuweze kukiona na kujifunza? Chochote unachopewa na kupokea kutoka kwa mtu huwa kinakuja kwako na moyo wa mtoaji, au kinabeba na moyo au nia ya huyo anayekupatia hicho kitu. Kwa hiyo jambo lolote, kitu chochote ambacho mtu anaweza akakupa au akatoa kama sadaka, kwa sababu tumeona andiko hili linasema hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wa huyo mtu ambaye ametoa hicho kitu unaambatana na hicho alichotoa. Iwe mtu ametoa pesa, ametoa zawadi yoyote, yule mtoaji anapotoa kiroho, kile anachokupatia huwa kinaambatana na hali iliyo ndani ya moyo wake. Na hapa ndipo penye siri kubwa sana, na Mungu anatamani mimi na wewe leo tuweze kufungua hilo fumbo. Hakuna awezaye kujua moyo wa mtu umebeba nini, unawaza nini. Ni rahisi sana kuweza kujua kile mtu ambacho anakuwa anakiwaza, anakifanya au amekifanya kwa picha ya nje. Ni rahisi sana kuweza kukitambua, lakini ni ngumu kujua nia iliyo ndani ya moyo. Huwa ni siri ya mtu. Sasa jambo ambalo ninataka tujifunze na kuliona ya kwamba kama mtoa kitu anapotoa chochote, Biblia inasema kinaambatana na moyo wake. Tunachotakiwa kufahamu ya kuwa kile kitu ambacho mtu anakuwa amekitoa kinakuja kuleta matokeo gani kwenye maisha yako. Moja, nataka ufahamu hili. Inaweza kuwa nia ya yule mtoaji ni njema, ni nzuri, au nia ya yule mtoaji inaweza kuwa mbaya, yenye lengo fulani na hila juu yako. Zawadi au sadaka inayotolewa na mtu huwa ni mlango mkubwa unaoweza kupitisha kitu kwenye maisha yako kipya ambacho hakikuwepo, au kuweza kukitoa kitu ulichokuwa nacho wewe kwenda kwa yule mtu. Na ndio maana nimeanza na kichwa kinachosema ujiadhari. Si kila aina ya zawadi inayokuja ikawa ni njema. Kwa kunahitajika umakini sana. Sasa nitakuja katika mifano kadhaa ya kibibilia, mifano kadhaa inayokuja nitakayoileta kwako kibibilia. Kwa mfano wa kwanza ni huu. Unaweza kuona wale Mafarisayo waliokuwa wanataka kumsulubisha Yesu. Moja ya mbinu au njia waliotumia, walikuwa wana uwezo kwa namna ya kawaida kumkamata Yesu kwa vyovyote, kwa sababu after all kipindi kile walikuwa wana military, yani lile jeshi la Kirumi, ile dola yote ilikuwa upande wao. Lakini utajiuliza swali, kwa nini waliamua kumtumia Yuda?
Hilo ni swali la kwanza. Okay. Lakini swali la pili, kwa nini waliamua kumpa Yuda vipande 30 vya fedha ambao kwa wakati ule thamani yake ilikuwa kubwa, ili kupitia ile hela waweze kumkamata Yesu? Lengo ilikuwa ni kumkamata Yesu. Sasa nitaangalia maandiko machache hapa ambayo yatakuonyesha Yuda alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu ambao Yesu aliwachagua, tena kwa njia ya maombi, akiwa amefunga na amekesha usiku kucha, ili Mungu amuonyeshe aina ya watu ambao Yuda anapaswa kuambatana nao katika utumishi wake. Biblia inasema hivi, mpango wa kumuua Yesu, Luka ile sura ya 22, na hiki ndicho ninataka nikiongea. Biblia inasema mstari wa kwanza, sura ya 22, ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu iitwayo sikukuu ya Pasaka, na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua, maana walikuwa wakiwaogopa watu. Nataka uone neno walitafuta njia ya kumuua. Kwa ninapoongelea sadaka, pesa, zawadi, maana yake huwa ni njia ya kufikia au kukufikia au kufikia kitu fulani ambacho mtoa sadaka au mtoa zawadi anakihitaji. Mstari wa 3, shetani akamuingia Yuda aitwaye Iskarioti, naye ni mmoja wa wale wanafunzi. Mstari wa 4, akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemadari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi, wakapatana naye kumpa fedha. Hapa nataka uone wakapatana naye kumpa fedha. Bado Yuda alikuwa hajamuuza. Mstari wa 6, akakubali. Alipokubali, akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipo kuwapo mkutano. Alipokubali, akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipo mkutano. Kwa hiyo kilichougeuza moyo wa Yuda kutafuta namna ya kumuuza Yesu ni ile nguvu ya zawadi, ile nguvu ya pesa ambayo Yuda alikuwa amekabidhiwa. Muda wote Yuda hakuwa na uwezo wa kufanya kile. Niweze kusema kilichompa nguvu, ushawishi, msukumo wa Yuda kumuuza Yesu na kutafuta nafasi ya kumsaliti ilikuwa ni ile pesa. Kwa hiyo ile pesa waliotoa ilibeba nia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona adui anapotaka kufanya jambo kwa Bwana wetu Yesu, kuna kitu ambacho kiliweza kutumika ili kuhakikisha Yuda anamsaliti Yesu.